na tunafikiri uendeshaji wa shauri la Tundu Lissu hauzingatii uadilifu wala sheria zinavyotaka. Na tukitoka hapa tuzungumze, hatutakiwi kuogopa, kwa sababu kama ni rungu silitaanza na sisi viongozi wenu. Tusiruhusu rais kiongozi mwenzetu aonewe. Ule sio uendeshaji wa shauri la namna ile. Shauri ambalo limekwisha anza linasitishwa, kunakuwa na rufaa za ajabu katikati, watu wanaandika barua za malalamiko. Mwenzetu ule ni mdhaifu, mwili wake unamuona, mwaka naye yuko ndani anazunguka, na wote tuliona ukamataji. Na all we are lawyers in this room, we are lawyers. Na mimi nilisema kwamba tunaelewa sub judice rule, lakini usikamate watu kwa kuonea alafu unaniambia sub judice rule. Tundu Lissu sio muhaini, we all know that. Kama Tundu Lissu anatusumbua kisiasa, futa mfumo wa vyama vingi, kibaki chama kimoja, simple and clear. Kwa sababu kikibaki chama kimoja mtamuondoa ndani ya chama chenu, akose forum. Haya mambo ndio tunaozungumza, kwamba hata tukijaribu kuwa wastaarabu tunaonewa, tunasukumwa ili tuwe wakorofi. Sasa mtu unamuona kabisa kwamba kukamatwa kwake hakukuwa sahihi, shtaka lake limeendeshwa isivyokuwa sahihi, yuko kule, mtu atakwambia sub judice, sub judice. What sub judice? Mawakili tuzungumze na tutoe kauli kuhusu wenzetu wanaoonewa. Hatutakiwi kupepesa macho. Na mimi niliwaambia watu, ni kweli tunasaidiwa, lakini ukitusaidia hautununui. Kwa sababu kama unatununua, chukua msaada wako, toka chukua. Tuheshimiane, serikali tuheshimu, sisi tuiheshimu, kwa sababu hatuchemshi gongo hapa, tunatetea wananchi. Kwa hiyo nilikuwa naomba tutakapofika kutizama haki za wanachama wetu tusicheze, kwa sababu tukizoea watu watuchezee watatudharau. They should know that we can, na sisi ni wananchi vile vile, tuna taaluma, tunajua utaratibu. Kwa hiyo nia yetu ni nchi iwe na utulivu, lakini hatuwezi kuleta utulivu katika hali ya kutokuheshimiana kwa kiwango kilichomithilika. Yule ni rais mstaafu wa taasisi yetu, yule ni wakili. Hakuna kauli yoyote wala kitendo chochote cha uhaini kilichofanyika. Mwaka naye yuko ndani, kesi linaendelea, shauri linaahirishwa, watu wanakwenda kukaa. This is not fair. TLS inatoa document za legal aid kusaidia indigent people, ambayo ni mamlaka ya TLS kusaidia wananchi. Unaniandikia barua, ita wanachama na docu brief wafanye wenyewe, kwa sababu lazima waheshimu wajibu wetu, kujitolea, tuheshimiane. Inawezekana hatuna hela, lakini kutokuwa na hela sio kwamba hatuna akili. Kwa hiyo ndugu mgeni rasmi, nalizungumza hili ni jambo linalo sana, kwa sababu watu wanatusaidia, tunawaheshimu, halafu hawatuheshimu. TLS ya mtu, chama chochote wala taasisi yoyote. Ukitupa msaada tutaupokea, lakini masharti ya hovyo hatutayafanya. Ndugu mgeni rasmi, vile ninatambua kwamba mahakama inapokuwa ikitekeleza wajibu wake inatakiwa iache ifanye kwa uhuru bila kuingiliwa, lakini ni pale ambapo fanya kwa utaratibu unaoeleweka. Kukemea kitu kinachofanyika kwa utaratibu usioeleweka tutakemea, na kwenye swala la Tundu Lissu tutaenda zaidi. Hatutakubali mwenzetu aendelee kuonewa, kwa sababu tumewa engage, tumewaeleza. Akili, narudia tena, yule sio muhaini, wamtoe. Vile vile kutoa maoni ya kutokuridhishwa sio kuingilia utaratibu wa mahakama, ni wajibu wetu. Tukiwa tumeisha waambia, tukiwa tujasema sawa, tukisha waambia wanapuuza, ni sahihi, lazima tuwaambie, kwa sababu hatuwezi kuacha hali iendelee namna hii. Sisi tunakaa Arusha, mwenzetu tunakaa lock up kule, mtu anakaa na wahalifu, watu wameuawa,
kuwagusa watu hatia wako lock up mpaka muda. That is not fair. Kwa hiyo ndugu mgeni rasmi, hiyo ni changamoto na ni jambo linalotuumiza kama viongozi. Watu wanaweza wakatuona tuko kimya. Hatuko kimya. Hii jambo linakera kwa sababu tunawaambia wahusika wanapuuza, tunawaambia wahusika hawazingatii. Kwa hiyo ninapotekeleza jukumu langu, usinitishe. Ukikamata mtu ukamfikisha mahakamani, mimi nikaja kumsaidia, tukampa legal aid, usimshambulie wakili wala kutisha TLS, kwa sababu hatutakuogopa. Tutaendelea kutekeleza wajibu wetu. Ukitaka tusifanye, futa kifungu hicho cha sheria. Na ndio jibu ambalo tumekuwa tukiwapa wenzetu kwamba hatufanyi sisi, hatutetei muhalifu wala hatusemi huyu mtu asikamatwe, lakini mtu akiomba huduma za msaada wa kisheria ni wajibu wetu kumpa kama anakidhi vigezo. Tusiadhibiwe kwa hilo. Limekuwa changamoto kubwa ambalo limeendelea na hali inakuwa sio nzuri. Imefika mpaka kuna mazingira watu wanaandika barua mahakamani, wanaiondolea TLS haki yake au wajibu wake wa kutoa legal aid kwa sababu mbalimbali. Mtu anaandika barua, unamuuliza unaondoaje haki ya kisheria au wajibu wa kisheria kwa barua, lakini mtu anakuambia ndio siasa. Mmetaka siasa, tumeingia kwenye siasa. Kwa hiyo tunachojaribu kuonyesha kwamba members tujue kwamba licha ya maendeleo mazuri tunayopata kuna changamoto, lakini mimi nasema sisi kama viongozi wenu hatutaogopa, ili mradi natekeleza wajibu niliowekewa kisheria. Mamia walijeruhiwa, lakini niwapongeze TLS, mawakili, hususan mawakili mliojitoa kuwatetea wananchi waliofikishwa mahakamani kwa kesi kubwa za treason, arson na armed robbery. Mlifanya kazi ile kwa kujitoa usiku na mchana, mlisafiri kwa gharama zenu. Sisi kama TLS au kama viongozi wenu mlitupa ukubwa ambao hatustahili. Mungu awabariki sana. Na nizidi kuwashukuru wale ambao wanaendelea na mashauri yale. Tunajua kwamba yapo mashauri ambayo bado yanaendelea. Tuendelee kuwawakilisha watu wa nia yetu, ni haki itendeke. Wafungwe wahalifu na wasiostajika kufungwa waachwe uraiani.